popote ulipo, natamani kuomba na wewe. Kama kuna jambo lolote ambalo bado unahisi halijakamilika kwenye maisha yako, hebu saa hii ninapozungumza na wewe, weka mkono wako mmoja kifuani ili niombe na wewe sasa hivi. Weka mkono mmoja kifuani. Bwana Yesu, ninakuja mbele za kiti chako cha enzi. Ninakushukuru kwa sababu ya muda mzuri ambao Bwana umenipa, nimesema na watoto wako. Na saa hii ni saa ambayo unawasogeza mbele ya kiti chako cha enzi, kwa sababu yako mambo wanayahitaji Jehova Shama. Yako mambo hayajakamilika kwenye maisha yao. Wamekushukuru, wamekurudishia sifa na shukurani, wamesema asante kwa mema yote uliyowatendea, lakini yale yaliyosalia wanakuamini ya kwamba Mungu naweza kutenda. Nami ninasimama mbele zako Yesu wa utukufu, wewe uwezaye kufanya mambo makubwa kuliko vile tuombavyo na tuwazavyo, kwa kadri ya ile nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Ninalialika jina lako lenye nguvu na mamlaka. Ninaualika uweza wako wa kuponya na kuokoa. Ninaualika uweza wako wa kubadilisha historia za maisha ya watoto wako. Haya, ukashuke saa hii kwa mama, kwa baba, kwa kaka na kwa dada. Kama liko jambo ambalo bado ni teso kwenye maisha yake, kama liko jambo ambalo bado linamliza na kumtesa, kama liko jambo ambalo linamkosesha furaha na amani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaualika uweza wako wenye nguvu na mamlaka. Ninaalika uweza wako wa kuponya na kuokoa. Bwana, ukamhudumie katika jina la Yesu. Kama viko vifungo ambavyo vinaambatana na maisha yake, vimemfunga kutoka kwenye ukoo, kutoka kwenye matambiko, kutoka kwenye madhabahu za waganga na madhabahu za kichawi, leo ninasimama kinyume na hizo mamlaka kwa jina la Yesu. Damu ya kuku, damu ya njiwa, damu ya ng'ombe, damu ya mbuzi na damu ya kila kitambaacho na kirukacho juu, ambayo Bwana ilimwagwa na ikatamkiwa maneno mabaya kwa ajili ya mtoto wako huyu, Baba, ninalipa kwa damu yako ya thamani. Ninalipa kwa ile damu inayonena mema. Natangaza uzima na afya njema. Natangaza vifungo kuachilia. Tetemeko la kimbingu lililotikisa gereza lile waliokuwa wamewekwa Paulo na Sila, acha likaachiliwe saa hii. Kila vifungo, kila magereza yaliyowatesa watoto wako yakafunguke, na watoto wako wakawe huru katika jina la Yesu. Ninakemea kila chochote ambacho adui amekipanda kama pando kwenye maisha ya mtoto wako kikang'olewe. Acha amani yako ikatawale, kibali chako kikarejee. Baba, katika jina la Yesu, jifunue katikati ya maisha ya watoto wako. Wakuone wewe Mungu, wakuone wewe mfalme, wakuone wewe muweza, wakuone kimbilio. Hakuna atakayelia tena. Midhari wamekaza kukupenda wewe, wamekaza kukutazama wewe, wamekaza kukuita wewe. Baba, ninaomba usimpite hata mmoja. Mpe neema ya kufika mahali anapostahili. Mpe neema ya kutendewa yale anayostahili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Ninalibariki jina lako kwa sababu iko neema inapita sasa, uko uweza unapita, na watoto wako wanatoka kwa kila kifungo kilichowatesa. Yesu Kristo, kibali chako kinaambatana nao. Kila mahali ambapo mtoto wako anakanyaga sasa, anapewa kumiliki na kutawala. Roho ya kukataliwa, roho ya kubezwa, roho ya kushushwa chini, ninainyamazisha kimya katika jina la Yesu. Ulisema watoto wako hawatakuwa mikia, watakuwa vichwa. Acha wakadhihirike kuwa vichwa katika jina la Yesu. Kwenye eneo lolote la maisha yao, waone mpenyo, waone kuinuliwa, waone kuvuka, waone kuwa juu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Jehova kwa sababu watoto wako unawajua na unaenda kuwatendea zaidi ya vile nilivyoomba, na neema ipitayo fahamu za kibinadamu iwahifadhi mioyo yao. Ninapokea kwa shukrani kwa sababu umetenda, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Kila mwenye pumzi anaweza kusema amen. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu.